Mungu wetu uliye hai, asante kwa ajili ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya mapenzi yako katika maisha yetu. Baba, ni asante maana katikati yetu Bwana umetukuka, umetamalaki. Tunakuadhimisha mno kwa ajili ya mkesha huu. Tunakuadhimisha kwa ajili ya matoleo yetu. Tunakutukuza. Uwepo wako Bwana unatenda kazi. Kuna kibali mahali hapa Mfalme. Asante maana usiku wa leo tunapokea kutoka kwako. Unahudumia, unadhihirisha na kulihutumu neno lako ndani mwetu. Tunakupa sifa zote na shukurani. Baba, asante, macho ya mioyo yetu inatiwa nuru. Tunapata kuliona neno lako katika usahihi. Baba, hakuna nafasi ya makosa leo. Tunakutukuza na hata kukuinua. Kisa linaondoka ndani ya mioyo yetu. Tunapokea hiyo nuru ya Kristo ndani mwetu. Kristo anaumbika ndani ya mioyo yetu kikamilifu katika jina la Yesu. Tunakuinua, tunakutukuza. Ndani mwetu Bwana unatukuzwa na zima napata kuchengwa katika jina la Yesu Kristo. Tunalipokea neno lako katika imani. Tunakuinua na kutukuza maana neno lako linatuhudumia, linatuweka sawa sawa na katika mapenzi yako. Pokea sifa Bwana, umetulinda na umetukuzwa. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, tuseme amen. 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 Glory to God. Amen. Tumakinike. Amen. Nimeona kumbe tumesoea vyombo kubwa. Unasikia vile hizi zina sound. Unajua kuna zile hatuchaleta kwa sababu ya nimkesha kwa ajili ya kurudisha isiyo mziko. Haleluya. Kichwa kwamba mwangaza wa kiroho wa simulizi la Daudi na Goliathi. Mwangaza wa kiroho wa simulizi la Daudi na Goliathi. Mwangaza, unaweza sema nuru, nuru ya kiroho ya simulizi la Daudi na Goliathi. Au pia unaweza kaita somo letu kwamba Daudi na Goliathi. Sasa tutaka kuangalia ndani mwake tutakutana na majitu na jitu na majitu, giants. Tutakutana na giants, jitu na majitu ndani yake, ambapo tutakuwa tukiangalia kwa nuru ya Kristo kabisa na utashangaa. So mwangaza wa kiroho wa simulizi la Daudi na Goliathi. Naomba na kupokea kwamba macho yetu yanaangaziwa, yanatiwa nuru, tunapokea ufahamu ulio sahihi. Bwana anatukuzwa ndani mwetu, kisa linaondoka ndani ya mioyo yetu. Baba anatukuka na kuonekana katika mioyo yetu. Kristo anaumbika ndani yetu. Tunalitazama neno lake na kulichunguza sawa sawa na mapenzi yake, kama vile ambavyo yeye anatuona katika neno lake kupitia huyo Roho aliye ndani mwetu. Hivyo na sisi tunajiona hivyo katika neno lake. Nasema ni asante maana Baba ametukuzwa milele. Amen. So watu wengi wanaposoma Daudi na Goliathi huwa wanaona mambo ya mwili. So tunaenda kutazama kwa nuru ya Kristo. Haleluya. Tunaenda kuangalia katika mwangaza wa kiroho. So tuelewe kwamba fungu moja la maandiko likitafsiriwa vibaya, ukweli mkubwa upotea. Fungu moja la maandiko likitafsiriwa vibaya, ukweli mkubwa unapotea. Yaani fungu tu moja la maandiko likifasiriwa ama likitafsiriwa vibaya, ukweli mkubwa unapotea. Na huo inaweza kaenda visasi vingi, kama vile ambavyo tumefundisha miaka mingi mambo mengi kutokana katika Biblia, lakini hayajakaa sawa, si ndio Si ndio kweli? Si ni kweli? So watu wakiona Daudi na Goliathi wanatoa pale kwamba Mungu anaua, sijui nini. Lakini tunataka kuangalia vizuri katika nuru ya Bwana, nuru ya Kristo. So lazima tuwe na bidii katika Bible study.
lazima tuwe na bidii katika Bible study. Lazima mwamini, lazima kuwe na bidii katika Bible study. Lazima uweke bidii katika kulichunguza neno la Bwana. Kujifahamu wewe vyema ni kumfahamu Baba. Haleluya. Glory to God. Kujifahamu vizuri ni kumfahamu Baba ambaye ni Mungu wetu. Kujifahamu vizuri ni kumfahamu Baba kikamilifu. Kumfahamu Baba vizuri. Maana atmona mjua Mungu, hivyo ndivyo unavyojijua wewe. Ukimjua Mungu nje ya kilichoandikwa, hivyo ndivyo na wewe utakavyojijua. Utajichukia bure. So hili simulizi la Daudi na Goliathi ni maarufu sana katika Biblia. Ila hata watoto wanajua, si ndio Watoto wanajua Goliathi. Hili simulizi la Daudi na Goliathi ni maarufu sana katika Biblia. Ni maarufu sana katika Biblia, ambapo tunahitaji kujifunza vizuri ili tujue ni nini hasa kilitokea katika hiyo scenario. Hili simulizi la Daudi na Goliathi ni maarufu sana katika maandiko au katika Biblia, ambapo tunahitaji kujifunza vizuri tujue ni nini hasa kilitokea katika hiyo scenario. Tunahitaji kusoma, kuchunguza vizuri hili simulizi la Daudi na Goliathi ili tujue ni nini ambacho kiko katika. Maana watu wengi unaposikia Biblia ilifufiwa kwamba kila neno, kila andiko hilo na pumzi maana limefufiwa na Bwana. Wakati mwingine mambo ya Daudi na Goliathi unaweza shindwa na hii story iliandikwa ya nini, si ndio? So watu wanaisoma story ya Goliathi na Daudi na Goliathi kama story hawao. Sasa kila atatoa ndani ni kuwapika maadui, si ndio Akifundisha Daudi na Goliathi unasikia Goliathi wako leo atakufa. So unaanza kupika maadui wako. Hebu nikuulize, wewe unapokuwa unapika maadui, unajua na wewe pia na adui wa mtu mwingine? Unajua kanisa alifai kufundishwa kuhusu maadui. Tuna adui mmoja anaitwa Shetani, si ndio Sasa tunayempika ni Shetani, si ndio? Sasa wewe unafundishwa adui mtu. Umesahau kwamba na wewe ni adui wa mtu mwingine. So kanisa hili linapokuwa sana, kanisa fulani ama kanisa linapokuwa linafundishwa kuhusu adui wako, unasikia ni wa nyumbani mwako, umpika adui wako. Unajua na wewe ni adui wa mwingine, naye ako kanisa pili, naye pia anaambiwa kwamba umpika adui wako. So yeye anarusha makombora na wewe unarusha makombora. So watoto wa mtu mmoja wanapikana. Tuko pamoja? Unaelewa story? Unaelewa story? Sio ni unajua hata wewe kuna yule anasema wewe ni adui wake. Ako kanisa B. Unampika, so mioto inapita kwenye anga. Namfedhesha. Sijui nampika upofu, hasifanikiwe. Watu wanaoomba maombi kama hayo, by the way, hawezi enda mbali. Haleluya. So lazima tuchunguze hii scenario tuweze kujua ni nini kilitokea katika ile simulizi. Kimwili ukiangalia vizuri haingii akilini. Kimwili kabisa, ukiangalia literally, ukiangalia kimwili vizuri haingii akilini. Maana Daudi alikuwa kijana mdogo sana na Goliathi alikuwa mkubwa sana. Daudi alikuwa
alikuwa kijana mdogo na Goliathi alikuwa mkubwa. Ni jitu. Mtu mkubwa. Jitu kabisa. Yaani ukiangalia vizuri, Daudi kijana mdogo anapika mtu ambaye ana umaarufu mwingi katika vita. Daudi anamwangusha. So ukiangalia uone kabisa kama inaingia akilini. Daudi alikuwa kijana mdogo sana na Goliathi alikuwa mkubwa sana. Lakini Daudi alimshinda Goliathi. So swali, je, ni nini kilikuwa nyuma ya hili simulizi? Maana hatuwezi kuwa kwamba tuliandikiwa bure. Haliwezi kwamba tuliandikiwa ili tusome kama story. Vile unavyosoma vitabu vingine ya story. Lazima kama imeandikwa kama neno la Mungu, manake kuna kitu katika hilo neno ambacho tunahitaji kukitazama, kukichunguza ili tupate kukiona. So tutakuwa tukiangazia hawa watu ambao wanaitwa majitu au wana wa Anaki. Tutakuwa tukiangazia hawa watu ambao waliitwa majitu. Tutaona kwa Biblia kuna watu walioitwa majitu kwa Biblia, au kwa jina lingine waliitwa wana wa Anaki. Wana wa Anaki. Tuweze kuona ni usaukani huu. Kwa sababu usilale ili leo uone haya mambo. Kwa sababu kuna fundisho nyuma yake. Haleluya. Ambapo tutakonga leo. Glory to God. Tutapasua miamba leo. Tutachunguza, taangalia hawa walioitwa majitu au wana wa Anaki ni usaukani. So tutaanza kwanza kuangalia Daudi. Wacha tumwangalia Daudi. Samueli wa kwanza 16:1 mpaka 13 kwa haraka. Na kila mtu afungue akiwa na, kama una Biblia ufungue. Samueli wa kwanza 16. Wacha tumuone kijana Daudi. Tumtazame Daudi, tumchunguze huyu Daudi ni mtu aina gani. Tuone kwanza Daudi alikuwa mtu wa aina gani. Samueli wa kwanza 16:1 mpaka 13. Tunaweza tukasomewa. Samueli wa kwanza 16. So uiname wa kitabu kabisa, usome Biblia yako tafadhali. Anza mpaka 13. Kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli. Jaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Sura ya pili. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Sura ya tatu. Ukamwita Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda. Nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako. 4. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehem, wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? 5. Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. 6. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini mhasiri wa Bwana yupo hapa mbele zake. 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ona, kumbe kuna watu Bwana hukataa katika uongozi, si ndio? Kuna watu Bwana hufanya nini? Upinga. Wewe ukitazama sura unasema huyu ndiye, lakini Bwana amemkataa. Endelea. Sura ya 8. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. 9.
Ndipo Yesu akampitisha Shama, naye akasema wala Bwana hakumchagua huyu. 10 Yesu akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yesu, Bwana hakuwachagua hao. Kimeumana. 11 Kisha Samueli akamwambia Yesu, watoto wako wote wapo hapa? Kumbuka huyo ni nabii. Samueli ni nabii wa Bwana. Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huko. 12 Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Sasa nataka tunaangalia tauti kwanza, tunamtazama tauti. Naye alikuwa tauti alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri. Oh my God. Yani kijana wa wenyewe, mwenye macho mazuri. Na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Namba 13. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Oh my God. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Tangu siku ile. So Daudi anaelezewa kama kijana mdogo kati ya watoto wote wa Yese. Kweli si kweli? Samueli aliuliza kuna mwingine, akasema mdogo wao yuko, si ndio? Anachunga ng'ombe. So Daudi anaelezewa kama kijana. Nataka unote that. Weka akilini. Daudi anaelezewa na Biblia kama kijana mdogo aliyekuwa anachunga ng'ombe za baba yake. Kondoo za baba yake. Verse 12. Mstari wa 12 unasemaje? Basi akamtuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka ukamtie mafuta, maana huyu ndiye. So alikuwa mzuri wa umbo. Haleluya. Alikuwa mzuri wa umbo. Daudi alikuwa tambuliki na baba yake, si ndio? Wale baba anatambua, si aliwaleta. Asiyetambulika na baba alipaki wapi? Nyuma, si ndio? So Daudi alikuwa atambuliki na babaye kwamba anaweza akaongoza Israeli. Yaani kwa wale ambao baba anajua anaweza ongoza, aliwaleta. Lakini alijua kwamba Daudi hawezi akaongoza Israeli. Lakini Mungu alikuwa amemchagua Daudi. Haleluya. Mungu alikuwa amefanya nini? Alikuwa amemchagua Daudi. Wakati mwingine sio wakati mwingine sio wewe utakayechagua yule ambaye atakuhudumia. Mungu ndiye anayechagua. Haleluya. Glory to God. Mungu ndiye anayechagua ni nani atakayekulea, ni nani atakayekuhudumia, ni nani atakayekukuza katika mambo yake. Haleluya. Glory to God. So hapa tuangalie habari ya Goliathi naye. Akilini umeweka habari ya Daudi, si ndio? Acha tuangalie Goliathi. 1 Samuel 17:2-7. Tanipea tu muda wako kidogo tu tusikize hizi habari. Na sina simu ya kwa nisaidie simu kwa ajili ya. Toa hiyo yangu. Nipatie kwa ajili ya. Sawa. Tufungue Biblia zetu Samueli wa kwanza 17. Samueli wa kwanza 17. Samueli wa kwanza 17 mstari wa kwanza. Mstari wa 2 mpaka wa 7. Anza. Mstari wa 2. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika wakatua katika bonde la Ela. Nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu. Kumbuka sasa vita. Na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu. Napo palikuwa na hilo bonde katikati. Mstari wa 4. Ndipo akaondoka shujaa katika
kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi. Anaitwa nani? Goliathi. So sifa moja ni shujaa, si ndio Shujaa. Anayeitwa Goliathi. Anaitwa Goliathi wa Gathi. Not that. Anaitwa Goliathi wa Gathi. Ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6. Urefu wake alikuwa mikono 6. Huyu mtu si ni mrefu jameni? Mikono 6, na shibiri 1. Mstari wa 5, alikuwa na chapeo ya shaba kichwani. Yaani jamaa kuzajiami na vita. Tena amevaa dari ya shaba. Na uzani wake ile dari ya shaba ilikuwa shekeli 5,000 za shaba. Mtu alikuwa mpepaje? Sasa alikuwa na nguvu mwenyewe, si ndio? Ndio pepe ilo tari manake ana nguvu yeye mwenyewe. Mstari wa 6, tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake. Yaani jamaa alikuwa amejipamba silaha zote za vita. Naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mapeka yake. Mstari wa 7, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Aya, umeona story ya Daudi? Na umesoma story ya Goliath, mtu shujaa. Unaona vile amejihami, ni mrefu kweli, si ndio So Goliath anaelezewa kuwa jitu, anaelezewa kuwa giant. Anaelezewa kuwa ni jitu, ni giant. Urefu wake ni juu sana, mikono 6. Urefu wake ni juu sana, mikono 6. Mikono 6. Yaani huyu mtu alikuwa mrefu sana. Mrefu sana. Ya Kiingereza nasemaje? Hebu nisomeko pale. Hapo kwa urefu sijui watu. Number 4. And there went out a champion out of the camp of the Philistine named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Inaishia pale. For imeisha. Mtu mrefu sana. Alikuwa mrefu. Daudi Goliath. Alikuwa mrefu. So twende Samueli wa kwanza 17:41 mpaka 43. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 41 mpaka 43. Anasema huyu Mfilisti naye akamsogelea Daudi. So Mfilisti anataka vita. Amechemka. Na kumkaribia. Na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huko na huko, akamwona Daudi akamdharau. So alimwona Daudi akafanyaje? Maana anaona kijana mdogo sana, hata hana umaarufu wa vita. Kwa kuwa ni kijana tu mwekundu. Kwa kuwa ni sinaona ni kijana tu mwekundu. Ni kijana tu mwekundu. Tena ana sura nzuri. Hata Mfilisti alimwona Daudi kama kijana mdogo sana mwekundu na ana sura nzuri. Huyu si wa vita. Mtu wa vita anatambulika mtu ambaye amekunja sura. Mtu ana alama huko kwa uso. Amepigwa huku sura mbaya. Kama Goliath inaonekana alikuwa kama Daudi anaelezea kuwa sura mzuri, Goliath anaonekana alikuwa anatisha. Ukimwangalia tu wewe utaajiria tu pale ukiendanga. Aendelea mpaka 43. Anasema Mfilisti akamwambia Daudi. Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? My God. Hizi story ukizisikia unaweza ukia ni story tu. Kuna mambo humu ndani ya ajabu.
Mfilisti akamlaani Daudi. Akamlaani Daudi kwa miungu. Alimlaani Daudi wapi? Kwa miungu. So number 1, nyuma ya Goliathi kulikuwa na nini? So alikuwa na backup ya nini? Tuko pamoja? Backup ilikuwa nyuma yake. So hakuwa yeye kama Goliathi. Tuko pamoja? Mtaelewa kwa nini tunajifunza hili simulizi. Mtaelewa. So Daudi Daudi hakuwa na sura ya vita. Daudi hakuwa na sura ya vita kabisa. Hata muonekano wake haukuwa wa vita. Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Daudi sura yake hakuwa nini? Daudi hakuwa na sura ya vita kabisa. Hata muonekano wake haukuwa wa vita. So ndio tuendelee lazima au ni vizuri tuweze kuelewa uzuri wa haya majitu. Yaani ndio tuendelee mbele, ni vizuri tuelewe uzuri wa, tuelewe ni nini kilicho ndani ya haya majitu. Ndio tuendelee, ni vizuri tuelewe au tuweze kuelewa uzuri wa haya majitu katika Biblia. Yaani uzuri nazungumzia yani background, very good. Tuone background ya haya majitu katika Biblia. Ndio tuendelee mbele. Mwanzo 6:1-5. Tuone background, yani wametokea wapi? Hao watu walisaliwaje? Walitokea wapi duniani? Mwanzo 6:1-5. Sura ya kwanza. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Na wana wa kike walizaliwa kwao. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao. Sura ya pili. Wana wa Mungu waliwaona au binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Anaposema wana wa Mungu anazungumzia viumbe vya kiroho. Tuko pamoja? Viumbe vya kiroho, sio wana wa Mungu. Huko wana wa Mungu walivyokuwa mmeokoka, Yesu atakaa ndani ya watu. Sana zungumzia kuna wakati somo la kuja kwa Bwana, niliwaambia tutajifunza kwa hilo somo viumbe vile vya kiroho viliitwa wana wa Mungu katika maandiko ya Agano la Kale. So anaposema wana wa Mungu waliwaona hao pindi za wanadamu ya kuwa ni wazuri. So viumbe vya kiroho vilitamani, viumbe vya kiroho vilifanya nini? Vilitamani pindi, anasema waliwaona hao pindi za wanadamu ya kuwa ni binti za wanadamu ni wazuri kweli. Hata viumbe vya kiroho wanatamani. Alafu akasemaje? Wakajitwalia wake wote waliowachagua. So viumbe vya kiroho vilitamani bwana. Watu mama zawahitaji sasa pindi sawa unatamanika mpaka na viumbe vya kiroho. Mpaka wakajitwalia wanawake bwana. Ila hili ajabu bwana. Wenye wanawake waliungwa vizuri. Hiyo naye ni kongole. Mwapendeza. Hiyo naye mjifunia tu kabisa. Mnapendeza. Bwana, alafu mstari wa 3, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanefili. Hao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana au ndio waliokuwa watu ndari zamani. So mwingiliano wa viumbe vya kiroho na binti za wanadamu walizaa watu waliokuwa watu hodari
yani samani. Anasema watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. So wanefili, hilo neno wanefili ndio machitu. Wanefili ndio machitu. Wanefili, anasema nao wanefili. Kiingereza ametumia jina gani namba hiyo? Namba 4? Kiswahili ametumia wanefili namba 4. Na Kisungu? Mtu mmoja anisomee kwa Kisungu. Kisungu inasema hivyo? Wengine hawana Kisungu. Si ndio nataka hilo jina? Yes. Si ndio machitu? Hilo neno wanefili ndio giants, ndio machitu. Ndio machitu. Wanefili ndio machitu. Wanefili ndio machitu, ndio giants. So kulikuwa na giants. Haya majitu au wanefili ni waliosaliwa kwa hao walioitwa wana wa Mungu na pindi za wanadamu. Ule mwingiliano wa viumbe vya kiroho. Ule mwingiliano wa viumbe vya kiroho na pindi za wanadamu. Walisaa nini? Majitu. Walisaa nini? Giants. Wanaitwa wanefili. Sasa unawezaona majitu wametokea wapi? Hao giants. Unajua akina Goliath ndio wanaitwa giants. Ndio wanaitwa wanefili, majitu. So wamesaliwa kutokea kwa mwingiliano wa viumbe vya kiroho na pindi za wanadamu. So haya majitu sio wanadamu 100%. Haya majitu, haya giants sio wanadamu 100% na sio malaika 100%. Sio malaika 100% na sio wanadamu 100%. So kimsingi hii ndio mara ya kwanza tunaona neno giants au majitu katika Biblia. Hapa tunaposoma Mwanzo 6 kuanzia 1 ndio mara ya kwanza tunaona neno giants katika Biblia. Kimsingi ndio mara ya kwanza tunaona neno giants au majitu katika Biblia. Kwa hapo Mwanzo 6:1 kuendelea. Je, hao wana wa Mungu ni akina nani? Hao wana wa Mungu ni akina nani? Hao wanaoitwa wana wa Mungu ambao waliwatamani pindi za wanadamu. Hao wana wa Mungu na kina nani? Hao sio watu duniani. Hao wanaoitwa kwenye Mwanzo 6 sio watu duniani, kwa sababu huwezi kuwa unaingiliana yani wanadamu kwa wanadamu, usawa wanadamu kwa wanadamu, alafu wanapoingiliana usawa unakuwa tofauti. Yani wanadamu kwa wanadamu wanaingiliana, alafu usawa unakuwa tofauti. Itakuwa kitu cha kushangaza. Haleluya. Si mwanadamu na mwanadamu akiingiliana, si hata msungu na Mwafrika, si wanasaa tu mtu mzuri, sivyo? So hatuwezi ingiliana wanadamu kwa wanadamu alafu usawa lijitu. So hapa kulikuwa na viumbe vya kiroho na pindi za wanadamu. So haiwezekani hivyo. Haiwezekani hivyo. Mstari wa kwanza na wa pili, hebu tusomee. Mwanzo 6 mstari wa kwanza. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao.
mstari wa 2, wana wa Mungu waliwaona au binti za wanadamu. So anasema ikawa wanadamu walipoanza kusiti usoni pa nchi, na wana wa kike walisaliwa kwao. Sasa wana wa kike duniani, si ndio? Usawa watu walipoanza kuongezeka. Unajua hapa Kenya hatukuwaka wengi pia, nikuleta tu picha ya Kenya, si ndio? Silikuwa hata mashamba ilikuwa kila mahali. Lakini sasa hii unaona tunaokubai kila mahali pole, si ndio? Usawa unaendelea kuongezeka. Sasa katika ule usawa unapoongezeka kulipatikana na wa kike, si ndio? Wanaitwaje? Wana wa kike walisaliwa, so walisaliwa duniani. Alafu anasema wana wa Mungu waliwaona hao pindi sa wanadamu. Sasa wanaoitwa wana wa Mungu ni viumbe vya kiroho ambavyo vimewaona hao wana wa kike ambao wamesaliwa duniani. Tuko pamoja? Glory to God. So, tuendelee. So wana wa Mungu waliwaona pindi sa wanadamu. So anajaribu kutofautisha wana wa Mungu na pindi wa kawaida. Mwandishi anajaribu kutofautisha wana wa Mungu na pindi wa kawaida ambao ni wanadamu tu duniani. Ukisoma 1 and 2 anasema wana wa kike, alafu namba 2 wana wa Mungu. So anatofautisha wana wa Mungu na hawa pindi ama ubinadamu wa kawaida. Haleluya. Wana wa Mungu na ubinadamu wa kawaida. Ubinadamu wa kawaida. Wana wa Mungu ambao ni viumbe vya kiroho na ubinadamu wa kawaida. Mwanzo 3:5. Mwanzo 3:5. Mwanzo 3 mstari wa 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sasa nataka uone kitu hapa cha ajabu. Unaweza shangaa kwa nini tumesoma huo mstari. Anasemaje? Nataka tusome kwa makini, tafadhali. Soma kwa makini. Anasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Nani anaweza kunitafsiria kwa Kiswahili? Si kwa Kisungu. Nielezee tu kwa Kiswahili kawaida. Yaani ambie tu hiyo kawaida, na maana kawaida, usilete ufunuo, sema tu kawaida. Mtu mmoja inue mkono. Asituharakishe tukomboe muda. Mtu mwenye ana Biblia Kiswahili asoma atuelezee tu kawaida. Yaani vile tu unaweza soma kaseti kwamba rais alikuwa mahali fulani akanywa chai na mahindi moja pale choma. So, haraka mtu mmoja harakisha tusomee. Okay, kwa lugha rahisi anasema huyu ni Mungu anaongea. Yeah. So hao ni wanadamu, anaongea kuhusu Adamu na Hawa. Ongeza sauti kabisa. Wanaongea kuhusu Adamu na Hawa. Watu ambao ni wanadamu. Yeah. So anasema wakikula mti wa ujuzi na ama matunda ya mti wa ujuzi na wa mema na mabaya, watakuwa kama Mungu. Kwa sababu macho yatafunguliwa na tabia. Alafu watakuwa kama kwa njia nyingine hawako kama Mungu, na kulingana na hili andiko linataka wakila watakuwa kama. So hapa wanashauriwa wasikule, yaani Mungu alijua mkila mtafanana na yeye, si ndio? So yaani kulingana na hili andiko, so maana yake Mungu hataki mule ili msifanane na yeye. Tuko pamoja? Yaani ukisoma tu kawaida, Mungu aliwaficha. Hataki maana mkila hili tunda mtafanana kama yeye na hataki. Lakini sasa niuliza swali, hiyo itakuwa ni sawa na mpango wa Mungu? Mpango wa Mungu kutoka mwanzo ni
tuichukue sura na mfano. So ukisoma kwa Kiswahili inatutupa nje. Tuko pamoja? Sasa soma King James Version ndio uone kitu pale. So wakati wote tunakusa kitabu cha Mwanzo, unakumbuka hiyo ni baadhi ya uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo. Maana ukikosea kujua kitabu cha Mwanzo, huku mbele utakosea. Na hapa tu ukikosea hapa pia, nakwambia, hebu mazi niuliza tu vizuri. Ukikosea hii, ukasema vile tunasema, utafundisha wokovu mbele watu kuchukua sura na mfano wa Yesu? Utakosea, si ndio? So soma King James uone iko tofauti na Swahili Union Version. Soma. Genesis chapter 3:5. For God doeth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods. Gods. Sio God, ni gods, ndio? You shall be as gods. Gods, jindogo, si ndio? Miungu. Mungu alijua mkila mtafanana na Mungu ama miungu. So chenye Mungu hataki wafanane nacho ni tumepata sasa. Margaret, tujapata kitu. Kila Mungu hataki hao watu wafanane nacho ni miungu na sio Mungu. Mungu anataka, mpango wa Mungu ni watu wafanane na. So Mungu anajua, Mungu hataki wafanane na nini? Gods, miungu. Glory to God. Tuko pamoja? So hapa neno Mungu katika KJV haijaanza na herufi kubwa. Maana katika asili inafaa iwe, tutumie hii ya KJV, iwe gods, sio Mungu, sio God, iwe gods, iwe miungu. Tuko pamoja? Ilo neno linafaa iwe miungu. Kiswahili ameweka Mungu kama Mungu aliye hai. Tuko pamoja? So ukikaa kwa Kiswahili wewe umepotea kweli. Inafaa iwe gods, sio Mungu. Hivyo Genesis au Mwanzo 3:5 neno gods linatofautisha pia kati ya ubinadamu na miungu. Neno gods linatofautisha kati ya miungu na ubinadamu. Hilo neno gods linatofautisha kati ya nini? Ya miungu na ubinadamu. Tuko pamoja? So kuna tofauti kati ya wanadamu na miungu. Kumbuka Mungu ukisoma anasema kwamba kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu, not Mungu. Mtakuwa kama miungu. So kuna miungu itakuwaje? Kuna miungu na ubinadamu, si ndio? Kuna miungu na ubinadamu. Miungu ni supernatural, ubinadamu ndio huu ubinadamu na miungu ni vitu viwili tofauti. Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? So Kiswahili huwezi ona hili neno miungu. Kwa Kiswahili huwezi ona neno miungu. Wanaongelea kama ni Mungu aliye juu. Kwa Kiswahili inaongelea kama ni Mungu aliye juu, ambapo ni makosa. King James anatumia vizuri gods, miungu. Kumbuka mpango wa Mungu toka mwanzo.
Mwanzo 1:26 mpaka 28, soma. Huo ndio mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Mwanzo 1. Chenye anaenda kusoma ndio kile Mungu amekusudia duniani. Mwanzo 1, mstari wa 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. So Mungu anataka mtu ambaye ako kwenye sura yake, mfano wake na sura yake. Wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, yes, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Nasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tutawaele sana huko kwa masomo mengine huko mbeleni, mambo ya kutawala samaki na nini, sio samaki wa baharini. So mpango wa Mungu kutoka mwanzo tunaona kwenye Mwanzo 1:26 mpaka 28 ni watu katika sura na mfano wake. So shida kwa Kiswahili ni wafasiri, sio kwamba tuna correct neno la Mungu hapa. Hatuna shida neno la Mungu. Wafasiri ndio walikosea kwa Kiswahili. Wameandika Mungu badala ya miungu. Tuko pamoja? So Waswahili wafasiri ndio walikosea, sio neno la Mungu. So maana anasema kwa maana Mungu anajua anasema maana Mungu anajua. Hivyo Mungu anatofautisha kati ya ubinadamu na miungu. Anaposema kwa sababu Mungu anajua. Kwa sababu Mungu anajua, maana yake Mungu anatofautisha kati ya ubinadamu na miungu. Anaposema maana Mungu anaposema hivi, nisome tena pale. Ilikuwa 3:5. Anasema hivi, kwa maana Mungu anajua ya kwamba, kwa maana Mungu anajua. So ukiendelea mbele, maana yake Mungu anatofautisha miungu na ubinadamu. So kwamba siku mtakuwa sawasawa na miungu. Haleluya. Siku mtakuwa sawasawa na miungu, sio Mungu na miungu. So neno cult tayari linaongelea viumbe vya kiroho. Tunapoona neno cult, manake anaongelea viumbe vya kiroho. Anaongelea supernatural beings. Supernatural beings. Hivi ni viumbe vya kiroho. Viliumbwa na Mungu. Hivi viumbe ni viumbe vya kiroho, viliumbwa na Mungu. So neno hili sons of God, hebu turudi pale kwenye Mwanzo 6. Hebu Mwanzo 6 nisomee kwa King James. Mwanzo 6 soma 2. Kuna tu neno tunaangalia hapo. Mwanzo 6:2. That the sons of God. Hapo tu. Sons of God. Hilo neno sons of God. Hili neno sons of God limetafsiriwa kutokea kwa viumbe vya kiroho. Hili neno sons of God limetafsiriwa kutokea kwa viumbe vya kiroho. Na hilo neno sons of God nataka nikulete ndio uone si watu. Kwa sababu unaweza toka hapo useme hata kama nimeangalia mimi niliona tu sons of God ni sisi. Walikuwa watu. Ukitaka kujua si watu mwilini, acha nikulete. Hili neno sons of God, wewe niangalilie mwenyewe kwa Kiebrania. Wanaitwaje? Lina maneno mawili, sons of God. Mtu mmoja niangalilie kwa haraka. Ndio ujue sons of God hapa sio watu mwilini. Ni viumbe vya kiroho.
Nani ameshapata? Nimnunulia soda baadaye. Kiebrania chake ni mmeshavuka mtihani. Siwezi nunua hata ukisema, kwa sababu umeshapitisha muda. Ben, unaona atimo tu mnasita kufanya hivyo. Utakaa tu na hiyo Biblia na haitakusaidia. Ama maji unatanganya. Amadhali useme ukosee, mwalimu akusaidie. Utakaa nayo lakini huwezi tumia wewe kufasiri, ikusaidia kwenye kuangalia maneno ya asili. Kwa sababu mwalimu anataka ujiangalilie, umwambie ndio uendelee kujulia pale, wewe unaangalia tu umenyamaza. So sons of God ni neno gani? Ben Elohim. Ben Elohim ni BENELOHIYM. Ben Elohim ni neno la Kiebrania ambalo linaongelea supernatural beings. Neno Ben Elohim linaongelea supernatural beings. Linaongelea supernatural beings tofauti na wanadamu. So sons of God hapa itakuwa si wanadamu mwilini, ni viumbe vya kiroho. Ni viumbe vya kiroho, ni viumbe supernatural. Mfano wa hawa Ben Elohim. Nataka tuangalie mfano wa hawa Ben Elohim kwenye Zaburi ya 82:1-8. Tuangalie mfano wa hawa Ben Elohim kwenye wako pia. Psalm 82. Tuangalia mfano wa hawa Ben Elohim, viumbe. So unaona viumbe vya kiroho pia vinaitwa wana wa Mungu. Psalms 82:1-8. Soma kwa haraka. Zaburi 82 kwanza. Wasimama katika kusanyiko. Mungu sasa ona, ukisoma haya unaweza fikiria ana address watu, lakini sio watu. Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu. King James, hebu soma King James. King James nasema, a son of Asa standeth in the congregation. Psalm 82:1. Yeah, inaanza hivyo. Inaanzaje? A son of Asa, God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth. Wanaitwa mighty. Au sons of God wanaitwa mighty. Ana Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu katikati ya miungu. Sasa utatafsirija, ona, ukitaka kuangalia Biblia vizuri, Mungu asimama katika kusanyiko la, utahitaje miungu, sivyo? So hilo kusanyiko la miungu ni kusanyiko la Mungu. Tuko pamoja pale? Oi, tuko pamoja. So Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu katikati ya miungu, ana hukumu. Hata lini? Hebu soma King James yote. Hapo tu namba 1 yote. God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods. Wanaitwa gods. Hata ana hukumu, sio? Anatoa hukumu. Anasemaje? Hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kusikubali nyuso za wabaya? Mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeeni haki aliyeonewa na fukara. Mwokoeni maskini na mhitaji, mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani, misingi yote ya nchi imetingisika. Mimi nimesema ndinyi. Hilo kusanyiko lake analihitaje? Miungu, si ndio? Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu, nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu. Unahesabu mwanadamu utakufa kama mwanadamu?
Huwezi. Sitari ni mwanadamu jamani. So hao miungu wanaambiwa watakufa kama wanadamu. Anasema mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mungu asimame aihukumu nchi, maana wewe utawarithi mataifa yote. Mataifa yote. So mstari wa 7. Lakini mtakufa kama wanadamu. So hii inafanya tujue kwamba hao sio wanadamu. Maana wewe simwambia mwanadamu utakufa kama mwanadamu wakati ambapo yeye ni mwanadamu. Na mstari wa 6 wanaitwa miungu. Ukisoma kwa mstari wa 6 pale wanaitwa miungu. Na wote ni wana wa aliye juu sana. Hao miungu wanaitwa wana wa aliye juu sana. So Mungu ni aliye juu sana. Wale miungu waliomsibuka wanaitwa wana wa aliye juu. So kutoka mstari wa 1 mwandishi anaitwa Asaf. Mwandishi aliandika hii chapter anaitwa Asaf. Asaf anaeleza kwamba Mungu aliye juu sana amesimama akihukumu. Mungu aliye juu sana amesimama akihukumu kati ya kusanyiko la miungu. Mungu aliye juu sana amesimama akihukumu katika kusanyiko la miungu. So Mungu anaitwa Most High, aliye juu sana. So amesimama, anaelezea Mungu aliye juu sana amesimama akihukumu kati ya kusanyiko la miungu. Hili kusanyiko limeelezewa kama mighty. Hili kusanyiko limeelezewa kama mighty, lenye nguvu. Maanake ni kusanyiko lenye nguvu. So kuna neno katika mstari wa 6. Hebu nisomee mstari wa 6. Mstari wa 6 KJV. Mstari wa 6. I have said you are gods and all of you are children. Children. So neno children ni sawasawa na kusema sons. Hilo neno children ni sawasawa na kusema sons. So usione children ukaanza kuona wetu. Hilo neno children ni sawasawa na sons. Ni sawasawa na sons. Ni sawasawa na sons. Ni sawasawa na kusema sons of God. Sons of God. So ni synonym. Hilo neno ni synonym. Kumbuka Mwanzo 6 wana wa Mungu waliwaona pindi za wanadamu. Wana wa Mungu waliwaona pindi za wanadamu. So nimesema neno children na sons of God anaongelea kitu kimoja. Tuko pamoja? Children ndio hao wanawaita sons of God. Glory to God. So hilo neno sons of God linaongelea miungu, viumbe ambavyo ni supernatural beings, ni viumbe vya kiroho. So usifika hapo ukafikiria ni watu mwilini. So mwandishi anaelezea Mungu muumbaji wa mbingu na nchi kama aliye juu sana, Most High. Mwandishi anaelezea Mungu muumbaji wa mbingu na nchi kama aliye juu sana, anaitwa Most High. Yeye ndiye aliye mkuu kabisa, aliye juu sana. Mungu ni aliye mkuu, ni aliye juu sana. So utaona hapa kuna tofautishwa Mungu, alafu kuna hivi au wanayoitwa sons of God, alafu kuna wanadamu. Vitu tatu. Kuna Mungu, miungu na wanadamu. Tuko pamoja katika hilo. Mstari wa 6. Kwa nini anazungumzia kama aliye juu? Huo mstari wa 6 wa Zaburi. Anasema mimi nimesema ndiye miungu na wana wa aliye juu. Kwa nini anasema hivyo? Nyinyi ni miungu. Miungu hii ni wana wa aliye juu. Hii miungu inaitwa wana wa aliye juu. Kwa nini anasema
aliye juu sana. Kwa nini anazungumzia kama aliye juu? Ni kwa sababu kuna hawa miungu. Ni kwa sababu kuna Mungu anazungumziwa kama aliye juu kwa sababu kuna miungu iko. Lazima watofautishe kati ya Mungu na miungu. Mungu yuko juu ya miungu. Tuko pamoja? Mungu yuko juu. Nataka uone, tunatokea huku kote kwa sababu kumbuka Goliathi kuna backup ya miungu. Tuko pamoja? Ndio utaona hapa kuna kitu ambacho kinafanya na mambo ya ibada. Maana nyuma ya Goliathi kuna miungu. Alafu Mungu ni aliye juu ya miungu. Glory to God. Kama ni hivyo, Daudi aliyekuwa nyuma ya Daudi ni Mungu aliye juu ya miungu. Tuko pamoja? Daudi anapomface Goliathi, alijua yeye ana Mungu aliye juu sana ya miungu. Tuko pamoja?